بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد. Tukiendelea darasa yetu kama ilivyokuwa ada ya sharhi ya Alfiya bin Malik kitabu cha Ibn Aqil rahmatullahi ta'ala alayhi. Allahumma arzuqna fahaman, Allahumma ja'alna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Tulishia katika beti zinazoelezea masala mazima ya ismul mausul ambao ni ay, na hii ayun tukaelezea katika upande wa beti zake, na leo biidhnillahi alkarim tutaingia moja kwa moja katika sharhi. Anasema Sheikh, wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dhal hasfi ayyan ghayru ayyin yaktafi yustatal waslun wa in lam yustatal fal hadf nazrun wa abu an yuhtazal ينصلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب فيل أو وصف كما نرجو يهب. يعني أنا قصدي شيخ أن بعض العرب kwamba baadhi ya Waarabu araba ayyan walifanya ni murabu tamko la ayun mutlaqan, yani moja kwa moja, hawakuwekea sharti ay, kwa maana wa in udhifat, hata kama itakuwa imefanywa idhafa, wa hudhifat sadru silatiha, na ikaondoshwa ile sadru sila kwa wale waliokuwa wameweka sharti ya kwamba hapo ndio ambapo wakati huo itaingia katika upande wa kuwa ni mabni, kwamba itakuwa labda ikiegemezwa au pamoja na kuondosha sadru sila yake, kama tulivyotoka kule nyuma kuelezea. Lakini hao Waarabu hawakuwa sharti hiyo, wengine wamesema hapana, hii itakuwa ni murabu moja kwa moja, hata kama itaegemezwa na kuondosha sadru sila, itabakia katika hali ya murabu. Fakulu, mtu atasema mathalan yujibuni ayyuhum qa'imun, manake yujibuni ayyuhum huwa qa'imun, wa ra'aytu ayyahum qa'imun, manake hapo ayya itanasibishwa mafulun bihi, kwa nimemuona yule ambaye kwaona mwenye kusimama. Na hapo tumeona kwamba imefanywa idhafa na sadru sila imeondoshwa, lakini wao wanaifanya ni murabu moja kwa moja. Wa maradtu bi ayyihim qa'imun, ay wa maradtu bi ayyihim huwa qa'imun, takdiri yake. Lakini kwa wale ambao wao wanaifanya mabni kwa sharti, hapo sharti zimekamilika, wao wanasema tu maradtu bi ayyuhum qa'imun au ra'aytu ayyuhum qa'imun. Lakini hao wengine wamesema hapana, itakuwa ni murabu moja kwa moja. Wakadikuri amesomwa katika kiraa thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyahum, wale ambao wamefanya ni murabu moja kwa moja wamesoma kwa kusoma kwa fatha, kisha tutatoa katika kila kikundi ayyahum ile ambaye kwao ni ashaddu wa rahmaniyyan. Kwa ayyahum huwa ashaddu, ashaddu ni khabari ya mubtada, ndio takdiri yake huwa ashaddu. Kwa hiyo wamesoma binasbi kwa kunasibisha, waruya, na vile vile pia kumepokelewa fasallim ala ayyihim afdalu, ay fasallim ala ayyihim huwa afdalu bil jarri, kwa kujulisha. Wa ashara biqaulihi, na kaashiria kwa kauli yake aliposema wa fi dhal hadfi ayyan ghayru ayyin ila akhirih, mpaka mwisho. Ameashiria ila almawadhi, katika sehemu allati ambazo yuhdhafu fiha al-aid ala al-mawsul, kwamba ndani yake aidi ya ismu mawsul inaondoshwa. Wa huwa nayo aidi hiyo imma an yakuna marfu'an, imma iwe ni kurufaishwa, au ghayrahu au ghayra marfu'in, au isiwe ni marfu'. Fa in kana marfu'an lam yuhdhaf illa idha kana mubtada'an wa khabaruhu mufradun. Wanasema itakapokuwa imerufaishwa, basi aidi hiyo haitoondoshwa isipokuwa ikiwa ni mubtada na habari yake wakati huo ni mufradi. Wa huwa alladhi, mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, au hii ayyuhum ashaddu, kwa maana katika sehemu hii kwa sababu imekuwa ni yenye kurufaishwa kama alivyosema, na aidi kama tulivyosema wakati huo inaweza kaondoshwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema kwamba ni mubtada na habari yake ni mufradi. Kwa katika sura hii wa huwa alladhi fis samai huwa ilahun, wa ilahun khabar mufrad, sio jumla wakati huo, na mubtada imeondoshwa ambao ndio huyo aidi, maana yake wa huwa alladhi fis samai huwa ilahun. Na hii ayyuhum ashadu, ay ayyuhum huwa ashadu, kwa imekaa mahali pa rafi.
kwa sababu ni mubtada. Fala taqul, kwa hutaweza kusema jaani alladhani kama, kwa sababu hiyo sio mubtada, japo kama kama aliparafu ismu mausul, lakini hapo imekuja ni fa'il. Jaani alladhani kama wala alladhani duriba, manake hapo hutoweza kusema kama, lazima uweke alif ithnaini useme jaa alladhani kama, na alladhani duriba kwa kuweka alif ithnaini haifai kuondoshwa hiyo alif, kwa sababu wakati huo itakuwa imekaa mahali parafi, lakini sio mubtada. Lirafi ila awwal bil fa'il, kwa sababu kwanza itakuwa ni fa'il imerufaishwa hiyo alladhani ismu usuli yake, na hiyo kama wakati huo itakuwa imerufaishwa hiyo alif ithnaini itakuwa ni fa'il, na hiyo duriba itakuwa ni naibul fa'il wa thani bin niyaba. Bali yuqal, bali itasemwa kama wa duriba, italetwa hiyo aidi hiyo dhamiri inarudi katika ismu usul. Wa amma al-mubtada, ama mubtada fayuhdafu ma ayyin, ikiwa ni mubtada basi itaondoshwa pamoja ikiwa kalima ambayo imetumika ismu usul ikiwa ni ayyin, wa illa mtatulis sila, hata kama silatul mawsul si ndefu, kama takaddama, kama ilivyotangulia huko nyuma, min kaulika, katika kauli yako, yunjibuni ayyuhum qa'imun. Wa nahu, na mfano wake, wala yuhdafu sadru sila ma ghairi ayyin, na wala haiondoshwi sadru sila, kile kilichokuwepo mwanzoni mwa jumla tusila, ma ghairi ayyin, ikiwa iko pamoja na ismu usuli ambao sio ayyin, illa idha talat as-sila, isipokuwa ikiwa labda jumla ni ndefu, na mfano jaa alladhi huwa daribun zaida, fayajuzu hadfu huwa, hapo unaweza ukaiondoa. Kwa sababu gani? Jumla imekuwa ni ndefu, kama tulivyosema kule nyuma, in yustatal waslun wa illa yustatal falhadfu nazrun. Kwa utasema jaa alladhi daribun zaida. Wa minhu, na vile vile katika hiyo kuna kauluhum ma ana billadhi qailun laka su'a, mimi sio yule ambaye aliyesema kwa wewe ubaya. Takdiri yake maana yake ma ana billadhi huwa qailun, kwa imeondoshwa huwa qailun laka su'a. Fa illa mtatulis sila, itakapokuwa jumla sio ndefu, falhadfu qalil, kuondosha itakuwa ni kimchache. Wajaza hulkufiyun, lakini wanawachuoni wa Kufa wao wamejuzisha qiyasan, tena wakasema kwamba hili kiasi inafanywa kiasi, sio kwamba imekuwa kinyume na kaida, maana yake iko sawa na kaida. Na mfano utasema jaa alladhi qa'imun, at-taqdir, takdiri yake jaa alladhi huwa qa'imun. Wao wanasema hata kama jumla sio ndefu basi itaondoshwa. Wa minhu qawluhu, na vile vile pia kauli yake iliyokuja tamaman ala alladhi ahsana, ay ala alladhi huwa ala alladhi ahsana, wao wamekadiria hivyo, maana yake ala alladhi huwa ahsana fi qira'ati rafi, katika qiraa cha wale waliokuwa wamerufaisha kama vile ismu tafdhili tamko ahsana, wao hawakuipitisha ala alladhi ahsana kwa kuipitisha juu ya fi'l madhi. Wakalijawazu, na vile vile pia wakajuzisha katika hilo, lakini chini kuna faida alipokuwa anaelezea hiyo huwa ahsanu, na faida namba moja anasema dhahaba al-kufiyun, wanawachuoni wa Kufa wameenda ila annahu, kwa mambo yalivyo, yajuzu hadfu al-aidi, inajuzu kuiondoa dhamiri hiyo aidi al-marfu, dhamiri ambayo itakuwa imerufaishwa bil ibtidai kwa ni mubtada mutlaqan. Wao wamesema moja kwa moja, wanachoona Kufa hawakuweka sharti yoyote kwamba lazima jumla iwe ndefu, hapana. Anasema ai sawa sawa sawa, sawaun akana al-mawsulu ayyan am ghayrahu, sawa sawa ismu usul hiyo ndio imetumika kalima ai au imetumika kalima nyingine ambayo sio ayun. Wa sawa, na vile vile pia sawa sawa atwala tusila, sawa sawa jumla tusila imekuwa ndefu au lam tatul. Wa dhahaba al-basriyun, lakini wanachoona Basra wamekwenda ila jawazi hadfi hadha al-aidi, katika kujuzu kuiondoa aidi hii idha kana al-mawsulu ayyan mutlaqan, itakapokuwa ismu al-mawsul ni ay moja kwa moja. Fa in kana al-mawsulu ghayra ayyin, ikiwa ismu mawsul sio ayyin, lam yujizu al-hadfa, au kujuzisha kuondoa illa bi sharti tawlisila, isipokuwa kwa sharti ya kwamba jumla tusila iwe ndefu. Fal khilafu baina al-fariqain munhasirun, basi khilafu zimefungika kati ya vikundi viwili, fima idha lam tatul sila, pale ambapo itakapokuwa jumla sio ndefu, jumla tusila. Wa kana al-mawsulu ghayra ayyin, manake silatul mawsul imekuwa ni fupi, alafu ikawa ismu mawsul yenyewe sio kalima ayyin, kwa sababu ayyin tushaielezea kwa nyuma kwamba hiyo itakuwa inafaa.
kuiondoa sadri yake sila, hasa ikiwa imekaa mahali pa rafi kwa kuwa ni mubtada wakati huo. Kwa hiyo akasema hakujuzisha isipokuwa katika sura hiyo ila bisharti tuli sila. Kwa khilafu ifunga katika sura hiyo. Fa idha lam tatul, sema takapokuwa sasa haikurefuka jumla tusila, wale wa mwanzo wao wamekataa, lakini tumeona kwamba wanachuoni wa Kufa wamejuzisha moja kwa moja. Kwa hiyo akasema kwamba fal khilafu baina al-fariqain munhasirun, imefungika khilafu kati ya vikundi viwili idha lam tatul sila, pale ambapo sila sio ndefu, wa kana al-mawsulu ghaira ayyin, na ikawa ismu usuli sio kalima ayyin, sababu kalima ayyin hii haikiwi sharti kwamba lazima jumla tusila iwe ndefu. Hii unaondoa tu kwa hali yoyote endapo kuwa itakuwa saduru yake ile ya mwanzo imekaa mahali parafu kwa ni mubtada. Fa ama al-kufiyun, ama wanachuoni Kufa, fastadallu bisamai, wao wamestadili kwa kusikiwa kwa Waarabu katika upande huo wakizungumza. Fa min dhalika, katika hayo ni qiraatu Yahya ibn Ya'mur, ni qiraat Yahya ibn Ya'mur alisoma tamaman ala alladhi ahsan, ay ala alladhi huwa ahsan. Waqalu, wakasema at-taqdiru ala alladhi huwa ahsan, na hapo jumla tusila maana yake sio ndefu, imekuja ala alladhi ahsan. Kwa hiyo maana yake wakati huo itakuwa inafaa kuondosha kwake. Wa min dhalika, na vile vile pia katika hoja nyingine waliokuwa wamestadili nayo ni qiraatu Malik ibn Dinar wa ibn Sammak aliposoma inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan, alafu akasoma ma ba'ubatun fama fawqaha. Kwa hiyo hii ma ba'ubatun nisoma kwa sura ya kunufaisha, maana yake hii ba'ubatun wakati huo itakuwa ni habari ya mubtada iliyokuwa imeondosha takdiri yake huwa ba'ubatun fama fawqaha. Qalu, wakasema takdiru mathalan alladhi, maana yake ma hapa ilipo ni ismu usul, alladhi huwa ba'ubatun fama fawqaha. Wa min dhalika qawlu shairi, lakini katika hayo pia kuna kauli ya mshairi katika hoja waliokuwa wamestadili nayo. Hizi ni hoja za wanachuoni wa Kufa. Ni kauli shairi kusema la tanwi, usikusudie illa alladhi khairun fama shaqiyat illa nufusul ula lisharri nauha, usikusudie ile isipokuwa kile ambacho illa alladhi huwa khairun, isipokuwa kile ambacho ni khairi. Ndio mahali shahidi hapo na ndio takdiri yake. Fama shaqiyat, hakuna ambacho kitakuwa ni chenye kufanya uovu, illa nufusu, isipokuwa ni nufus alula za wale ambao lishari na uha wamekusudia kufanya shari. Kauli wakasema takdiru la tanu illa alladhi huwa khairun. Wa min dhalika, kuna kauli la akhar, kuna kauli ya mwingine aliposema man yu'na bilhamdi, yule mwenye man yu'an, kama imekuja kwa sura hiyo man yu'na, yu'na imekuja kwa kutoa saknaini. Man yu'na bilhamdi, yule ambaye atakuwa ni mwenye kukusudiwa kwa kusifiwa, lam yuntaq bima safahun, hatuzungumza kwa kile ambacho ndani yake kina upuuzi, manake lam yuntaq bima huwa safahun. Kwa hiyo ma ismu usul ay billadhi huwa safahun. Kwa zote hizo tunaona kwamba silatul mawsul sio ndefu na imeondoshwa aidi yake ambayo ni dhamiri, wala yahidi, na wala hataweza kupinda an sabili majdi, kuachana na njia ya utukufu al-karam. Qalu, wakasema takdiru hadha albayt man yu'na bilhamdi lam yuntaq billadhi huwa safahu. Fa min dhalika, vile vile pia katika ushahidi mwingine ni kaulu Adi ibn Zaid al-Abbadi, anasema lam ara mithla al-futyan fi ghaban al-ayyam yadruna ma awaqibuha, wa lam ara mithla al-futyan. Kwa hiyo hii yadruna ma, wanatambua ma awaqibuha, vile ambavyo awaqibuha vina mwisho wake. Kwa hiyo mahalu shahidi hii ma awaqibuha imeondoshwa hapa, haidi ya takdiri yake yadruna alladhi ay yadruna ma huwa awaqibuha. Qalu, wakasema ma mausula, ma ni ismu mausul, wa takdiri yake yadruna alladhi huwa awaqibuha. Shahidi zipo nyingi sana kama walivyokuwa wameelezea hapa. Wa baadhi shawahidi, kisha akasema baadhi ya hizi ushahidi yahtamilu wujuha min irab, zinabeba njia nyingine za kuirabiwa, ghaira alladhi dhakaruhu, kiachana hizi ambazo wamezielezea wao hapa. Fa min dhalika, mfano katika hayo, anna ma, kwamba hii ma fi ayati thania, katika hiyo aya iliyokuja
aya yenyewe ile iliyokuja inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Aya hii katika sura nyingine wanasema kwamba kuipitisha katika upande wa wajhi yajuzu antakuna zaida, kwamba hii ma inafaa kuwa ni ziada, ni zaida, imezidishwa tu, inaleta taukidi maana yake, haina mahali katika irabu. Na hii ba'udha inakuwa ni khabaru mubtada mahdhuf, khabari ya mubtada iliondoshwa, maana yake ma kwamba sio ismu usuli, takdiri yake mathalan ma huwa ba'udha, tutapisha vile vile. Wa min dhalika, na vile vile katika upande wa hayo, anna ma, kwamba hii ma vile vile fi baiti Ali ibn Zaid, katika beti yake ambayo kaitumia hapa Ali aliposema lam ara mithla al-fitiyan fi ghamad al-ayyam fi ghaban al-ayyam. Kwa hiyo hima wanasema kwamba tahtamilu an takuna istifhamiyatan, inachukuliwa kimaana kuwa ni istifhamia, maana yake yadruna ma awaqibuha, kwamba wanafahamu hao fitiani, hao vijana, ma awaqibuha, ni kitu gani mwisho wake. Kwa hiyo hii ma kufanya istifhamia, na wakati wote kwa mubtada, wama baadaha, na hivyo ambavyo vimekuja mbele itakuwa ni khabar, awaqibu itakuwa ni khabari hiyo ma istifham. Wal jumla, na hii jumla yote nzima ma awaqibuha, ambayo itakuwa ni jumla ismia ya mubtada na khabari, fi mahali nasbi, itakuwa imekaa mahali pa nasbi, ni maf'ulun bihi, maana yake saddat masadda maf'ulaini lifili yadruna, imekaa mahali pa kitendo yadruna. Wakad ulika anha, na kitendo hichi kimefanywa ta'liq, kimetundikiwa mafulu wake wawili kwenye hiyo jumla, liannaha musaddaratun, kwa sababu jumla hii imeanzwa istifham, imeanzwa na istifhamu ma awaqibuha. Hizi tutakuzisoma inshallah katika vitendo vile vya alima na ndugu zake, vitendo af'alul qulub au af'alu ash-shak wal yaqin. Kuna kitu kinaitwa ta'liq na ilgha. Ilgha ni kukuzua kitendo moja kwa moja kutofanya kazi bilafzi na kimahali. Ta'liq ni kufanywa ta'liq, kitendo kimekuuziwa kufanya kazi, lakini kiupande wa lafzi hakinasibishi moja kwa moja, lakini kimahali kinanasibisha, kama hapo fi mahali nasbi, hiyo jumla imekaliwa ni maf'ulun bihi wa kitendo yadruna. Kwa hiyo hii ndio inaitwa ta'liq. Ndio maana akasema wakati ulika anha, kitendo kimefanywa ta'liq, kimezuiliwa kilafzi kunasibisha moja kwa moja, lakini kimahali imenasibisha. Wal kalamu yatulu, lakini maneno yatakuwa ni marefu sana, idha nahnu ta'arradna li kulli wahidin, endapo tutaliingilia kila moja hapo kuelezea min hadhihi shawahidi, katika hizi shawahidi. Kwa hiyo falnatajaza, tutosheke tu laka au falnajtaji, tutosheke tu, falnajtazi, tutosheke laka, kwa kwa huna bidishara kwa sheria haya, au tuchukue juzi ya sehemu katika hizo ambazo tumeviashiria. Fi'lu amri yake inakuwa hivyo, ijtaza falnajtazi, na tukitumia falnatajaza manake ina maana kimtajaza ile ya kugawa, gawie tu katika hayo ambayo tumekupa ukatosheka nayo. Almuhimu tutosheke, kitendo chake itakuwa ni ijtaza falnajtazi laka huna bil ishara, wallahu a'lam. Kisha baada hapo akaelezea tena maelezo yanofuata kwa chini, wakadijawazu fi la siyama, na wakadizisha katika la siyama, kusema la siyama zaidun, hasa zaidi maana yake. Kwa hiyo idha rufia zaidun, takapokuwa zaidi imerufaishwa, ambao wakati ni maarifa, antakuna ma mawsula, takuwa himani ismu mawsul, wa zaidun, na zaid takuwa khabara al-mubtada mahdhuf, ni khabari ya mubtada aliyokuwa kaondoshwa, takuna takdiri yake la siya alladhi, na siya na maana mithlu, maana yake hakuna mfano wa kile ambacho huwa zaidi, ambaye ni zaidi, maana yake hasa zaidi, hakuna mfano wake. Wa fahudhifa al-aidu, kaondoshwa aidi, alladhi huwa, ambaye ni huwa al-mubtada, wa huwa qawlu, kana ni kauli yako, huwa wujuban, ni maana wajibu. Fa hadha mawdhu, na hii ni sehemu ambayo udhifa fi sadru sila, imeonyesha yake kile kilichoanza mwanzoni mwa silatul mawsul, ma ghairi ayin, ambayo sila hiyo ni atamko la ismu usuli, ambayo sio ayin wujuba, ni mashiki lazima. Wala mtatul sila, na wala vile vile pia haikurefika wakati wa silatul mawsul, wa huwa maqisun wa laysa bishadh. Kwa wanachoni wa Kufa wao wanasema hili linafanywa kiasi na wala halikwenda kinyume na kaida. Kisha kashuka namba chini mbili,
namba 2 chini kwa faida, anasema alismul waqi' baada la siyama, jina ambalo litakuwa linikuja baada ya tamko siyama. Na mlango huu kwa mbeleni tutausoma, lakini kwa vile tupo kwenye fawaid tunachukua kabisa tu. Anasema jina hilo imma maarifa, imma liwe ni maarifa, ka yukala laka, mfano labda kusema akrimul ulamaa, wakirimu wanawachuoni, la siyama, hasa hasa as-swalihu. Kwa hiyo katika jina hili as-swalihu au as-swaliha minhu, hasa hasa yule mwema. Kwa kwenye sura hii imma liwe ni maarifa kama hivyo, wa imma nakira au imma liwe ni nakira, kama fi qawli Imrul Qais iliyokuja ala rubba yawmin salihin laka minhuma, kwa ikawa siku njema kwako kutoka kwa vitu hili, wala siyama yaumi badarati juljul, hasa hasa siku ya badarati juljul. Kwa hiyo la siyama mahalu shay, la siyama ikaja yauma au yaumu kama tutakavyoona katika maelezo, kwa inasibisha jina ambalo litakuja baada ya siyama, ikiwa ni maarifa au ikiwa ni nakira. Je, hukumu yake ni lipi? Ni kurufaishwa na kunasibishwa au kuna hukumu nyingine? Fa in kana ismul waqi' baada la siyama nakiratan, jina ambalo litakuja baada ya siyama ikiwa ni nakira, jaza fi thalathatu awjuh, hajuzu njia tatu. Aljarru, kwanza kujurisha, wa huwa a'laha, na ndio njia ya juu zaidi inayotangulizwa. Sema wala siyama yaumi badarati juljul. Warafu, na kurufaisha, la siyama yaumu. Warafu wa huwa aqallu min aljanna, iko chini zaidi kuliko kujulisha. Wanasbu, na kunasibisha, wa huwa aqallu la wujuhi thalatha, na iko chini zaidi ya hizo njia tatu. Fa amma aljarru fatakhrijuhu ala wajhain, ama ukijulisha mapito yake kuitoa kwake ni kwa sura mbili. Ahaduhuma, ya kwanza, nitakuna la nafia, kwamba hii la nafia jinsi katika la siyama ambayo inafanya kazi ya inna, inanasibisha ismu na kurufaisha khabari. Wasiya ismuha, na si itakuwa ni ismu yake wakati huo itakuwa imenasibishwa bilfatha adh-dhahira, wa ma zaida, na ma itakuwa ni zaida. Wasiya ni mudhafu wakati huo, la siya si na maana mithli kama tulivyosema, na hii yaumi itakuwa ni mudhafu ilayhi, ay la siya yaumin, kama uliosema hivyo itakuwa ni mudhafu ilayhi. Wa khabaru la, na khabari ya la siyama itakuwa ni mahdhufu kwa sababu inafanya kazi ya inna ila na fadhi jinsi, khabari yake itakuwa imeonyesha kadiri yake. La mithla yaumi, kama nilivyosema, siya na maana mithla, la siya yaumi badarati juljuli mawjudun, wa mawjudu khabari ya la. Walwajhu thani, na sura ya pili katika mapito ya Kiarabu, nitakuna la nafia, hii la iwe nafia jinsi. Aidan wa siya na isiya ni ismuha mansubu bifatati dhahira, wa huwa mudhafu, kwa ni mudhafu. Wa maana ma wakati itakuwa nakiratu, nakira lakini ghairu mawsufatin, si yenye kusifiwa. Tukisema ghairu mawsufa itakuwa ni mudhafu ilayhi mabni ala sukun fi mahall jar. Hii maana yake ma itakuwa ni nakira lakini ghairu mawsuf, haikusifiwa wakati huo. Wa yaum, na yaum itakuwa ni badalun min ma, itakuwa ni badali yake, na hii ma itakuwa kama ina maana ya shay, la siya shay, na hii yaum itakuwa ni badalu ma, badali ya hiyo tamko ma ambayo itakuwa imekuja nyuma yake. Wa amma arrafu, ama katika hali ya kurufaisha, fatakhrijuhu ala wajhaini, hiyo mapito yake yatapita katika njia mbili. Ahaduhuma, njia ya kwanza, antakuna la nafiata liljinsi, aidan vile vile la itakuwa ni la nafiata liljinsi ambayo inafanya kazi ya inna. Wasiya, na hii siya itakuwa ni ismu, ni ismu yake. Wa ma, na hii ma itakuwa nakiratun mawsufa, nakira yenye kusifiwa. Na tunajua kwamba kuna kaida inasema aljumal baada nakirati sifatun, maana yake jumla baada ya jina ambayo nakira itakuwa jumla ile inakuwa ni sifa, wa baada al-maarifi ahwalun, na baada ya maarifa ni hali. Kwa hiyo jumla ambayo itakuwa imekuja baada ya tamko hiyo ma, ambayo itakuwa ma hii ina maana ya shay'in, unasema la siyama, maana yake kama uliosema la siya shay'in, alafu baadaye itakuja hiyo tamko la mbeleni ambalo tamko hilo na wakati huo mlirufaisha yaumu badarati juljuli. Kwa hiyo yaumu itakuwa ni habari ya mubtada ambayo itakuwa takdiri yake la siyama huwa yaumu badarati juljuli. Alafu habari ya siya ambayo ni siyama, hiyo la na fatu jinsi, habari yake itakuwa imeondoshwa takdiri yake mawjudun, itakuwa imeondoshwa kiujuban, maana la siyama
yaumu badarati juljulin mawjudun, ndo takdiri yake. Kwa hiyo na ukikadiria jumla yote nzima inakuwa la siyama huwa yaumu, kwa sababu huwa ni habari ya hiyo yaumu ndio kuwepo, yaumu badarati juljulin mawjudun, wallahu a'lam. Kisha akasema baada ya hapo nasia kama alivyopita, maana yake tumausufa mabna la sukuni fi mahali jarin bi idafati siya ilaiha, kwamba hii siya imegemezwa katika tamko hilo la siyama, maana yake ma ina maana shay'in, na ni nakira, jumla itakuja mbele itakuwa ni sifa yake, inakuwa fi mahali jarin, itakuwa jumla hiyo imekaa mahali pa jarri, ni naatu yake, itakuwa imefuata hiyo tamko shay'in katika upande wa kujulishwa. Wa yawm, na yawm itakuwa ni khabaru mubtada'in mahdhuf, wa taqdimu takdiri yake huwa yawm badarati juljulin, wa khabaru la mahdhuf, na khabara la imeondoshwa wujuban, wa kaannaka qulta, na kana kwamba umesema mfano wake, wala mithla shay'in adhim. Kwa hiyo adhim inakuwa ni naatu ya kawaida ya shay'in, dasiya shay'in adhim huwa yawm badarati juljulin mawjudun. Kwa hiyo mawjudun ni khabari ya siyama, ni khabari ya la nafiyatul jinsi, na khabari ya baada yaumu inakuwa ni khabari ya mubtada ambaye kaondoshwa na takdiri yake na kuwa huwa yaumu badarati juljulin, na hiyo ndio takdiri yake. Ndio maana akakuletea ni kwamba kama uliokuwa umezungumza hivi, wala mithla shay'in, kwa sababu hiyo si ina maana ya mithla, maana yake hakuna mfano chochote. Wala mithla shay'in adhimin huwa yaumu badarati juljulin mawjudun, maana yake hiyo ni takdiri ya jumla nzima. Walwajhu athani, na njia ya pili, antakuna la nafiyata liljinsi aidan, vile vile pia la nafiyatu jinsi, wasia na isia ismu wake, wa na ma inakuwa ni mausulun ismiyun, na ismu usuli sio mausul harfi, bimaana alladhi, na maana alladhi mabla sukun, na imejengewa sakna fi mahali jarin bi idafati sia ilayhi. Kwa hiyo imekaa mahali pa jari kwa sababu sia imegemezwa kwake. Wa yaumu, na yaumu inakuwa ni khabar mubtada mahdhuf, takdiri yake ni ile huwa yaumu. والجملة ما هي جملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب، haina mahali katika irabu kwa sababu hiyo ma wakati huo umefanya ni ma ismu mawsul, kama uliosema la siya alladhi au la mithla alladhi na jumla tusile huwa haina mahali katika irabu. Wa khabaru la khabari la nafiyatu jinsi mahdhufu, takdiri yake ndio ile mawjudun. Wa kaannaka qulta, takdiri yake ni kana kwamba umesema wala mithla alladhi au la siya alladhi huwa yawm badarati juljulin mawjudun. Kwa hiyo hiyo ni mapito mengine wakati ukirufaisha ma ukaifanya ismu usuli. Fa hadha alwajhu huwa alladhi ashara ilayhi sharihu, na njia hii ndio ambayo ameiashiria kwenye njia hii mwenye kusharehesha wallahu aalam, ambaye Ibn Aqil. Kisha baada hapo akasema wa amma nasbu, ama katika hali ya kunasibisha, fatakhrijuhu, mapito yake yanakuja ala wajhaini, katika sura mbili. Aidan vile vile ahaduhuma, moja hapo antakuna ma nakiratan, iwe hii ma ni nakira ghaira mawsufatin, tena nakira ambayo si yenye kusifiwa, kama tulivyoeleza kule nyuma. Kuna nakira mawsufa ghaira mawsufa, wa huwa mabni ala sukun, ndio kwa imejengewa juu ya sakna fi mahali jar bi idafati siya ilay, kwa kuegemeza siya katika ile tamko. Wa yawman, na yawman maf'ulun bihi, itakuwa maf'ulun bihi fi mahdhufin. Wa kaannaka qulta, ni kama umesema la siya shay'in ani yawman, kwamba ai maana yake nakusudia yawma badarati juljulin. Wasanihima, na hiyo ya pili, antakuna ma aidan nakiratan ghaira mawsuf, kwamba hiyo nakira hiyo vile vile haikusifiwa. Wa huwa min al-sukuni, nao vile vile itakuwa imejengewa juu sakna fi mahali jari bil idafa, kwa kuegemezwa yauman, na hii tamko yauman tamizu la, itakuwa ni tamizi. Hii ni mapito wakati wa kunasibisha, imma wakati huo uifanye kama tulivyosema yauman maf'ulun bihi, au ifanye tamizi, na ma wakati huo itakuwa ghairu mawsufa, haikusifiwa, tukileta kwa sura hiyo. Wallahu a'lam. Kisha baada hapo akasema wa in kana lismu alwaqi', takapokuwa sasa wakati huo jina lenye kujitokeza baada ya maarifa ni maarifa, kama mithali alladhi dhakarnahu, kama mfano ambao umeshatangulia kutaja. Fakad ajma'u ala annahu yajuzu fihi al-jarr wal-raf', umekubaliana kwamba itakuwa inajuzu ni yake kujulisha na kunufaisha, lakini wakhtalafu fi jawazi an-nasb, wakatofautiana katika kujuzu kunasibisha ikiwa jina ni maarifa. Jala an-nasb ala al-maf'uliyya ajazahu, kama ajaza fi nakira, ambaye ameifanya kwamba kunasibisha kwake ni maf'ulun bihi, basi huyo amefanya kama vile tulivyofanya huko nyuma katika mifano tangulia.
katika upande wa nakira. Waman ja'ala nasba ala tamyiz, na ambaye ameifanya ni tamyizi hiyo maarifa, basi wakala akasema kwamba inna tamyiza tamyiz la yakunu illa nakiratan mana an-nasba fi maarifa, basi wakati utakuwa amekataa kwamba haifai wakati huo inasibishwa juu ya tamyizi, bora inasibishwe juu ya kuwa ni mafulun bihi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tamyizi katika sharti zake lazima iwe ni nakira na wala isiwe maarifa. Tena kwa sababu mambo alivyo la juzu indahu, kwa huyo mtu na mwanachuoni huyo ambaye itakuwa anakataa kwamba tamyizi haiwi maarifa, wakiwa la juzu indahu anatakuwa tamyizi na haifai kwa wakati ni tamyizi. Wamanjala nasbahu wala tamyizi, lakini ambaye atakubali kwamba amefanya tamyizi pamoja na kwa ni maarifa, wajawaza na akajuzisha yakuna tamyizi maarifa tano, kwamba tamyizi inawezekana kuwa ni maarifa, kama huwa madhhabu jamaati kufiyin, kama ilivyokuwa ndio madhhabu ya wanachuoni Kufa. Jawaza nasba al-maarifa baada siyama, wao wamejuzisha hilo kwamba inaweza ikanasibishwa maarifa baada ya siyama kwa tamyizi. Walhasil, lakini matokeo anna nasba al-maarifa, kwamba kunasibishwa kwa maarifa baada ya siyama la yamtaniu, haikataliwi illa bi shartain, isipokuwa sharti mbili. La kwanza iltizamu kauli al-mansubi tamyizan, ule kulazimika kwa kile kinachonasibishwa kwa ni tamyizi kwanza, waltizamu kauli tamyiz nakira, na vile vile pia kulazimika kwa tamyiz wakati huo ni nakira. Wallahu a'lam. Tutaendelea na sharhi hii katika darasa ifuatayo biidhnillahil karim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.